Mheshimiwa Martha Karua, mwana sheria aliyebobea, anajua kitu kinaitwa separation of powers, kwamba ukiwa na mahakama, rais hawezi kuingilia mahakama. Anajua kwamba mahakama peke yake ndiyo inaweza ikaamua mtu amekosea au hajakosea. Na kosa na sheria inasema mtu hawezi kuhesabiwa amekosa mpaka mahakama imuone anakosa. Kwa sisi hatujui kama anakosa au hana. Polisi ndio wanajua. Na mahakama ndiyo imepelekewa. Wangekuwa wanakosa wangemwachia. Maana juzi walimkamata mwingine naye Kariakoo pale anaitwa H. Lakini wakamsindikiza, baadaye wakamsaidia kupata daladala, akapanda akaenda nyumbani kwake. Hawakuona kosa labda. Sasa kama huyu wamepeleka, lazima labda wana suspect kuna kosa, lakini muamuzi wa kwamba anakosa ni mahakama. Na sisi Chama cha Mapinduzi na serikali tulioiunda kwa idhini ya Watanzania hatuingilii mahakama. Tunaiachia mahakama ifanye kazi yake. Hatuiambii mwachie, haituambii mfungeni. Mheshimiwa Martha Karua anajua hayo mambo. Lakini kaja anasema ana kofia mbili. Dar es Salaam nilikuwa namsikiliza jana. Moja ni mwanasheria, nikasema hiyo kofia tunaiheshimu. Aende Kisutu kwa wanasheria wenzake. Lakini akasema kofia pili, yeye ni mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo analaumu, anasema CCM inaogopa Chadema, ndio maana inawakamata ili ishinde uchaguzi. Martha Karua, mimi nataka nimwambie asikie, na wanaopeleka habari wampelekee watu wa magazeti kwamba nimesema hapa Tanzania kwa mwaka huu hakuna chama kinaweza kuogopwa na CCM. Chama gani? Maana ukienda mahali ugenini ni vizuri ukajua mambo ya hapo kabla hujalalamika. Yeye amefika tu na ndege, mara kapata hoja ya CCM inaogopa Chadema. CCM yenyewe, Chadema yenyewe ya kuogopa iko wapi?